Naam, mtazamaji, mambo yamezidi kuwa magumu kwa serikali ya Samia Suluhu. Mapema asubuhi ya leo, Samia Suluhu na serikali yake imefikishwa mahakamani kwa kesi mpya kuhusu ile tume ya uchunguzi iliyoteuliwa kuchunguza mauaji na machafuko ya Oktoba 29. Tukumbuke kesi hii ya leo dhidi ya Samia Suluhu inakuja baada ya kesi nyingine jana kuwasilishwa dhidi ya Samia Suluhu na serikali yake kwa kufuta sherehe za uhuru Disemba tarehe 9. Kabla ni kujuze mengi zaidi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania imezidi kupamba moto, huku tume ya uchunguzi iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuchunguza machafuko ya Oktoba 29 sasa inakabiliwa na mzozo mpya wa kisheria mahakamani kufuatia ombi lililowasilishwa na wananchi watatu wa Tanzania katika mahakama kuu mjini Dar es Salaam. Kesi hiyo iliyowasilishwa katika ofisi ya masjala ya mahakama kuu kanda Dar es Salaam inataka amri ya dharura ya kusitisha shughuli na mamlaka ya tume hiyo kabisa, ikiwa ni tukio jingine ambapo serikali ya Samia Suluhu imefikishwa mahakamani kutokana na maamuzi yenye utata yaliyotolewa baada ya ghasia za Oktoba. Kwa mujibu wa walalamishi hao mahakamani, uteuzi wa wajumbe wa tume hiyo waliochaguliwa na Samia Suluhu haukufuata taratibu za kisheria na hivyo kuibua wasiwasi mkubwa wa kikatiba na kiutawala. Wanasema kuwa uanzishwaji wa tume hiyo na Samia Suluhu hauna msingi wazi wa kisheria kwa sababu haukuundwa chini ya kifungu chochote maalum cha kisheria kinachotambua kuundwa kwa tume rasmi ya uchunguzi. Hoja hii imerejesha serikali ya Samia Suluhu chini ya uangalizi mkali wa kimahakama, kwani waombaji hao wanasisitiza kuwa tume haiwezi kufanya kazi kisheria wakati uundwaji wake unadaiwa kuwa ni kinyume cha sheria. Jambo lingine kubwa lililoibuliwa katika ombi hilo ama shtaka hilo mahakamani ni kwamba uteuzi huo wa Samia Suluhu haukuwahi kutangazwa rasmi kwenye gazeti la serikali na hivyo kufanya mchakato mzima kuwa batili mbele ya sheria. Kukosekana huko, kwa mujibu wa waleta maombi ama watoa mashtaka, kunaashiria mchakato wa haraka na usio wa kawaida na hivyo kuzidisha dhana kuwa serikali ya Samia Suluhu imefikishwa mahakamani tena kueleza hatua zinazoonekana kukiuka taratibu za serikali zilizowekwa. Walalamishi wanasisitiza kwamba uwazi wa kisheria ni hitaji la kikatiba, si utaratibu wa hiari wa kiutawala. Mojawapo ya tuhuma muhimu zaidi zilizotolewa dhidi ya tume hiyo ni kwamba iliundwa kwa nia ovu ya ukweli na kuhalalisha madai ya nguvu nyingi zilizotumiwa na vyombo vya dola wakati wa maandamano ya amani. Walalamishi wanadai kuwa tukio hili la Oktoba 29 lilihusisha mauaji, kukamatwa kwa vijana wengi na ukiukaji wa haki za binadamu na kufanya kuwa vigumu kwa tume isiyo na uhalali wa kisheria kutoa ukweli usio na upendeleo. Shutuma hizo tena zinaiweka serikali ya Samia Suluhu katikati ya dhoruba ya kisheria leo na kulazimisha utawala kurudi mahakamani kutetea uadilifu wa hatua zake za baada ya mgogoro huo. Wasiwasi kuhusu muundo wa tume unazidisha mjadala mtandaoni. Waombaji hao katika mahakama wanasema kuwa wengi wa wanachama walioteuliwa ni maafisa waliostaafu ambao hapo awali walikuwa na majukumu ya juu ya serikalini na hivyo kuzua maswali kuhusu uhuru, kutopendelea na uwezekano wa upendeleo wa kitaasisi. Wanahoji kama watu kama hao walioshikilia nyadhifa nyeti katika sekta za usalama na utawala wanaweza kuchunguza kwa uwazi tukio ambalo vikosi vya serikali vyenyewe ni wahusika wakuu na washtakiwa wakuu. Wasiwasi huu wa kimuundo unakuwa sababu nyingine kwa nini serikali ya Samia Suluhu imeweza kufikishwa mahakamani tena leo, huku wakosoaji wakisisitiza kuwa ni chombo huru pekee kinachoweza kuangalia swala hilo zito. Zaidi ya hayo, walalamishi hao wanadai kuwa taarifa za mapema zilizotolewa na maafisa wakuu wa serikali ya Tanzania tayari zimeathiri kutoegemea upande wote kwa tume. Baadhi ya viongozi wanalaumiwa kwa kuhitimisha baadhi ya vipengele vya uchunguzi hata kabla ya tume kuanza kazi yake. Wanadai kuwa hali hii ya kisiasa inachukuliwa kuwa inadhoofisha imani ya umma na inaimarisha kesi ya kuingilia kati mahakama. Changamoto hiyo ya kisheria inayojitokeza tena inaangazia mwelekeo unaokuwa wa wananchi kukimbilia kwenye kesi za madai kupinga hatua za serikali ya Samia Suluhu, hasa katika masuala yanayohusu uhuru wa kikatiba. Katika mawasilisho yao, waleta maombi hao mahakamani wanasisitiza kuwa
Tanzania ni taifa linaloongozwa na sheria na haki haiwezi kupatikana ikiwa taasisi yenye dhamana ya kuchunguza madai ya dhuluma yenyewe haijajengwa katika misingi ya kisheria. Wanahoji kuwa mkasa wa Oktoba 29 unahitaji chombo cha uchunguzi ambacho ni uhuru, wazi na kinachotambuliwa kikatiba. Bila ya msingi huo, wanasisitiza mchakato huo unakuwa wa urembo wa utawala unaolenga kutuliza hasira za wananchi badala ya kutoa haki. Ombi hilo limezua mjadala mkubwa wa umma katika duru za kisheria, mashirika ya kiraia na majukwaa ya kisiasa. Wachambuzi wanasema kesi hiyo inaweza kuweka historia kubwa juu ya mipaka ya mamlaka ya rais katika kuunda vyombo maalum, hasa wakati mamlaka inagusa masuala nyeti kama vile ukiukwaji wa haki za binadamu na madai ya matumizi mabaya ya nguvu za serikali. Wasomi wa sheria wanaamini kuwa uamuzi wa Mahakama Kuu unaweza kufafanua upya jinsi tume za siku zijazo zinavyoundwa, kuteuliwa na kusimamiwa. Wakati suala hilo likiendelea, baadhi ya wachambuzi wameeleza kuwa mabishano hayo yanaongeza wasiwasi wa muda mrefu kuhusu uhuru wa kitaasisi nchini Tanzania. Wanasema kuwa vyombo vya uchunguzi vya kitaifa lazima vizuiliwe kutokana na ushawishi wa kisiasa ikiwa vitaaminika katika masuala yanayohusu uwajibikaji wa serikali. Kwa wengi, kesi hii inatoa mtihani muhimu wa uwezo wa mahakama kuweka mipaka ya kikatiba wakati wa mvutano wa kisiasa. Mashirika ya haki za binadamu yameonyesha kupendezwa na matokeo hayo, yakibainisha kuwa machafuko ya Oktoba 29 yamesalia kuwa maumivu ya kitaifa na maswali yasiyo na majibu. Wanasema kuwa jaribio lolote la kuchunguza tukio kama hilo lazima lianze na muundo halali usio na upendeleo, vinginevyo uchunguzi unaweza kuwa masimulizi yanayodhibitiwa na serikali badala ya kutafuta ukweli usio na upendeleo. Walalamishi hao mahakamani wanaitaka Mahakama Kuu Tanzania kuingilia kati haraka, wakisema kuwa kuruhusu tume hiyo kuendelea na uchunguzi huku uhalali wa kuwepo kwake ukipingwa kunaweza kusababisha madhara yasiyoweza kutenduliwa. Wanasisitiza kwamba kila hatua inayochukuliwa na tume isiyo halali yenyewe itakuwa kinyume cha sheria, ambayo inaweza kuharibu ushahidi, ushuhuda na hitimisho la mwisho. Dharura hii inasisitiza matarajio mapana ya kitaifa kwamba mahakama lazima ichukue hatua madhubuti dhidi ya serikali. Wakati maafisa wa serikali wamekaa kimya juu ya ombi hilo hadi sasa, vyanzo vinaonyesha kuwa timu za wanasheria ndani ya ukumbi wa mwanasheria mkuu wa serikali zinaandaa utetezi mkali. Wanatarajiwa kuhoji kuwa rais ana mamlaka ya kikatiba kuunda vyombo maalum vya uchunguzi katika hali ya dharura ya kitaifa. Hata hivyo, iwapo hoja hiyo inastahimili uchunguzi wa mahakama, itabainisha mara baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Huku matarajio yakizidi kuongezeka, macho yote sasa yako kwa Mahakama Kuu kubaini iwapo itasitisha shughuli za tume hiyo, ikisubiri kusikilizwa kikamilifu kwa ombi hilo. Waangalizi wanaamini kwamba uamuzi wa awali wa mahakama, iwe wa muda au wa mwisho, utakuwa na athari kubwa za kisiasa na kisheria. Wakati taifa linasubiri kesi hiyo, inaashiria mvutano mkubwa unaojitokeza kati ya mamlaka kuu ya uangalizi wa mahakama, hasa wakati wa matatizo. Kwa wananchi wengi, swali sio tu kuhusu halali wa tume, lakini kuhusu kanuni pana ya kama hatua za serikali wakati wa machafuko bado lazima zifuate kikamilifu matakwa ya kikatiba. Vikao vijavyo vinaahidi kuwa wakati mwafaka wa uwajibikaji wa kitaasisi nchini Tanzania, huku serikali ya Samia Suluhu kwa mara nyingine ikijikuta ikifikishwa mahakamani kwa maswali ya dharura ya uhalali, uwazi na haki. Mtazamaji, ni juze maoni yako upande wa comment section. Usisahau ku like video hii na usubscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.